Watu waovu huweza kushika madaraka. Watu waovu huweza kuongoza kushika madaraka makubwa ya kisiasa. Watu waovu hawana aibu. Hata kidogo hawana aibu. Na watu waovu kwa kutokuwa na aibu wanafanikiwa kushika madaraka makubwa ya kisiasa. Na sababu kubwa ni kwamba watu wema wameamua kukaa kimya. Watu wema wameamua kufunga midomo. Watu wema wameamua kufiata mikia. Watu wema hawako tayari kupigania haki. Matokeo yake watu waovu wanakuwa na nguvu. Watu wenye roho mbaya wa binafsi wanakuwa na nguvu. Wanakuwa na mamlaka makubwa. Kwa sababu watu wema wameamua kukaa kimya. Kwa sababu watu wema wameamua kufunga midomo. Watu wema hawako tayari kuingia matatizoni. Nimemaliza Baenu Clemence Mwandambo. Nimemaliza. Bwana, unaweza ukachukulia poa ujumbe huu wa Mwandambo, lakini ni ujumbe mzito kweli kweli. Mara nyingi sana tumeshuhudia viongozi wengi ambao sio viongozi waadilifu katika nchi mbalimbali huko duniani ndio wanakuwa na power katika nchi na wanachukua nchi na wanaziongoza kwa vipindi virefu kweli kweli. Na hii ni kwa sababu wale wema wameamua kunyamaza kimya na kupotezea na kumwachia Mungu. Ndio maana viongozi waovu wanasimama na kusimamia nchi mara nyingi. Huu ni ujumbe wa Mwandambo kuhusiana na viongozi wanaosimamia nchi asilimia kubwa wanakuwa waovu. Je, wewe mwanafamilia una maoni gani kuhusiana na hili? Weka komenti yako hapo, lakini pia nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwenye channel yako pendwa ya MCD Sports Zone.